Sasa jamaa lienda mbele sana. Na ndio hiyo sababu leo hapa tumekuja kuanzisha soko hii. Tuliwaambia kina mama mboga watafanya kazi mahali kuna heshima, mahali kuna stima, mahali kuna maji. Leo hapa tunaweka pesa milioni 270 na sio hii soko peke yake. Kakamega tunajenga soko 24 mpya kama hii tunajenga hapa Malaa, na tumeweka pesa ya serikali shilingi bilioni 4.5 ya kujenga masoko hapa Kakamega, ili wakati tunajenga masoko Kenya tunajenga masoko Kakamega hii. Ni kweli ama si kweli bwana? Tuendelee ama tuendelee? Vile vile hapa Kakamega vile tunajenga hostels ya vijana wetu Kenya mzima, KMTC, kwa university, kwa TVET. Hapa Kakamega tunajenga hostels ya vijana 10,000 hapa Kakamega. Tumeweka pesa ya serikali shilingi bilioni 5 ya kujenga hostels in this Kakamega County. Kakamega hoye! Pale Masinde Muliro saa hizi buildings zinaendelea. TVET zetu hapa buildings zinaendelea. KMTC ya Navaholo hiyo affordable mambo ya markets inaendelea, ama maneno ya hostel inaendelea. Nilituma waziri Oparanya akakuja kuzianzisha. Mimi nataka niwaeleze watu wa Kakamega, ile ubaguzi ya zamani haitaendelea tena hii Kakamega County. Tunaelewana majameni? Unasema tuendelee ama tuendelee? Nyinyi mnajua tuliweka contractor hapa kutujengea barabara. Huyo contractor amezembea. Yule wa kutengeneza hii barabara kutoka Idagalasia ikuje hapo Ibokolo, ikuje Sianda, ikuje hapa Malaa. Sasa huyo contractor nimemwambia atembee, akitembea awachane na hiyo kazi, aende achome makaa. Nyinyi watu wa Kakamega mmekuwa mkikuja Eldoret kutafuta matibabu ya level 6. Sasa nimekubaliana na Italanji. Ile hospitali kubwa Oparanya ameanzisha, huyu muungwana Italanji amesukuma. Sasa nimemwambia aniwachie. Nimewapatia shilingi bilioni 1. Hiyo hospitali yenu ndani ya miezi 4 itakuwa tayari. Hamtakuwa tena mnaenda Eldoret. Matibabu yenu mtamalizia hapa Kakamega level 6 hospital. Hapa Kakamega. Kakamega hoye! Sikumekuwa na ubaguzi. Mnasema ubaguzi tumalizane na wao. Sasa mnasikia kuna watu wengine bado wanataka kutupangia ukabila. Yule mjamaa wa shares bado anataka kutuletea kisirani na fitina na uchochezi na mambo ya kisirani. Tunawaambia hawa jamaa, Kenya ya ukabila na chuki na fitina hatuna nafasi na nyinyi tena. Ama namna gani? Mimi nikiwauliza, mkisikia wale watu wanazungumza, wale jamaa, wale wa shares, wanaongea mambo ya barabara, wanaongea vile vijana watapata kazi, wanaongea mambo ya kilimo, wanaongea mambo ya masomo, wanaongea mambo ya matibabu, si wanaongea mambo ya watu binafsi na mambo ya chuki na mambo ya ukabila na mambo ya ubaguzi. Hawa watu wako na agenda, mpango yao wako naye, wako na mpango yoyote, wako na agenda yoyote, wako na sera yoyote. Ukisikia mambo yao wanasema Kasongo one term must go. Sasa mimi nataka niwaulize hawa jamaa, wenye kuamua uongozi Kenya hii sio nyinyi. Wenye kuamua uongozi Kenya hii ni hawa wananchi.